Katika miji ya Kenya, katika viwanda, maduka, masoko na mitaa yenye pilika-pilika za kila siku, kunajitokeza simulizi ya kipekee kuhusu biashara, uhamiaji, nidhamu na ustahimilivu. Simulizi ya Wahindi na namna walivyojenga msingi wa kiuchumi katika maeneo mengi ya taifa hili. Leo tunachunguza historia yao, safari ya biashara iliyoanzia karne nyingi zilizopita na kuibuka kuwa urithi wa kiuchumi unaoonekana hadi hii leo. Kabla ya ukoloni na kabla ya reli, kulikuwepo biashara ya bahari baina ya bara la India na pwani ya Afrika ya Mashariki. Wahindi walivuka bahari ya Hindi wakifuata pepo za monsoon, wakiwa na vitambaa, viungo, mawe ya dhamani na bidhaa nyingine. Miji kama Mombasa ikiwa mlango wa biashara. Hapo wakakutana wafanyabiashara wa Kiswahili, Waarabu, Wahindi na mabaharia kutoka maeneo mbalimbali. Katika mikutano hii ya kibiashara, mbegu za mahusiano ya kiuchumi na kitamaduni kati ya India na Afrika ya Mashariki zilipandwa, mbegu ambazo baadaye zingekuwa kuwa miti imara ya biashara. Katika mwisho wa karne ya 19, chini ya utawala wa Waingereza, mamia ya maelfu ya Wahindi waliletwa kufanya kazi ya ujenzi wa reli ya Uganda. Zaidi ya wafanyikazi 32,000 walijitokeza kutoka maeneo ya Punjab na Gujarat. Walifanya kazi katika mazingira magumu, magonjwa, ajali, njaa, hatari za wanyama wakali zilizokuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Baada ya miaka kadhaa ya kazi ngumu, reli ilikamilika kutoka Mombasa hadi Nairobi, kisha hadi Nakuru na hatimaye Kisumu. Baada ya wafanyikazi walirejea India, lakini maelfu wakabaki. Walioamua kubaki hawakubaki kama wafanyikazi tu, bali kama waanzishaji wa biashara mpya. Katika miji iliyokuwa inachipuka kando kando ya reli, maduka madogo madogo yalianza kufunguliwa. Wahindi walileta vifaa, nguo, vyombo vya nyumbani, dawa za dukani na zana za ujenzi. Lakini siri ya mafanikio yao haikuwa bidhaa tu, bali utamaduni wa biashara. Utamaduni uliotegemea uandishi sahihi wa hesabu, nidhamu ya kifedha, kutumia mtaji kwa uangalifu, kukopa na kukopesha ndani ya jamii, kuamini katika uwekezaji wa muda mrefu, wakati wengine wakitumia faida mara moja. Wafanyabiashara Wahindi walizirudisha kwenye biashara. Duka ndogo likawa ghala, ghala likawa kampuni na uagizaji, kampuni ikawa kubwa kuliko kawaida. Kadri miji ilivyopanuka, biashara ikazidi kukua. Nairobi kutoka kambi ya reli ikawa kitovu cha biashara. Nakuru na Eldoret zikawa ngome za kilimo na viwanda. Kisumu ikawa bandari ya kituo cha biashara. Thika ikajikita katika sekta ya utengenezaji bidhaa. Katika kila mji, Wahindi walikuwa mstari wa mbele katika kuziba pengo la mahitaji: vifaa vya ujenzi, dawa, vitambaa, maduka ya vyakula, vipuri vya magari na huduma nyingine muhimu. Wahindi walishika nafasi muhimu katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na rejareja na jumla, vitambaa na nguo, vifaa vya ujenzi, dawa na famasia, viwanda vya kusindika bidhaa, vipuri vya magari, hoteli na migahawa, mali isiyohamishika na viwanda vikubwa. Hii haikuwa tu biashara ya kuuza, bali ilikuwa injini ya uzalishaji wa ajira. Katika familia nyingi za Kihindi, elimu ya biashara inaanza pale utotoni. Watoto hufundishwa kuhesabu, kushughulikia wateja na kuelewa mtiririko wa pesa. Maadili yao ya msingi ni kufanya kazi kwa bidii, hifadhi ya pesa, epuka anasa zisizo na lazima, wekeza upya faida, jenga kwa vizazi vijavyo. Kwa faida si mwisho, bali mwanzo wa mzunguko mwingine wa uwekezaji. Lakini simulizi hii halikuwa bila changamoto. Katika enzi ya ukoloni, jamii zilikuwa zimetenganishwa. Waafrika, Wahindi na Wazungu waliishi katika tabaka tofauti: kitabaka, kikazi na kisheria. Hali hii ilizua mvutano hasa wakati wa mawimbi ya kudai uhuru yalipoanza katika Afrika ya Mashariki. Mnamo mwaka wa 1972 mvutano huu ulilipuka nchini Uganda pale Idi Amin alipoamuru kuzwa kwa Wahindi kwa idadi kubwa. Wengi walikimbilia Kenya, Uingereza na Canada. Walioingia Kenya walileta mtaji, maarifa, jasiri uliokuwa tayari kupanuka. Baada ya uhuru, Kenya iliingia katika kipindi cha kuimarisha uchumi wake.
Wahindi wakajikita zaidi katika viwanda, kutengeneza karatasi, mafuta ya kupikia, chuma, nguo, mabati, plastiki na bidhaa nyingine. Maduka madogo na rejareja yakawa makampuni yenye mtandao mpana. Wafanyabiashara wakawa waandishi wa sera, wawekezaji mali na wazalishaji wa bidhaa ndani ya nchi. Katika miongo ya 1990 na 2000, biashara ya kimataifa iliongezeka. Wahindi walibadili mbinu, wakaunganisha soko la Kenya na India, Dubai, China, Ulaya na Marekani. Watafiti wa wanauchumi wengi wanajiuliza ni kwa nini walifanikiwa? Majibu yapo katika misingi hii: nidhamu ya kifedha, mitandao ya kijamii ya kibiashara, ujasiri wa kuchukua hatari, elimu ya mapema ya biashara, uwekezaji wa muda mrefu, kuepuka matumizi ya anasa, kuamini katika vizazi, si leo tu. Walipoona hatari, walihesabu. Walipoona pengo, walijaza. Walipopata faida, walirudisha kazini. Athari ya uwepo wa Wahindi katika biashara ya Kenya ni wazi. Walijenga viwanda ambavyo vingine vingeingiza bidhaa. Walifungua fursa za ajira. Walisaidia kujenga tabaka la kati la wafanyikazi na wanabiashara wa Kenya. Biashara yao ikawa sehemu ya mishipa ya uchumi wa nchi. Leo kizazi kipya cha Wahindi wa Kenya kimepiga hatua katika zaidi ya sekta za jadi. Kimeingia katika teknolojia, fedha, mali isiyohamishika yani real estate, masuala ya usafirishaji, afya, elimu. Kizazi kilichosoma hapa Kenya na nje, kilicho na mtazamo mpana wa dunia. Kutoka safari za majini za karne za kale hadi ujenzi wa reli, hadi miji na viwanda na biashara, historia ya Wahindi nchini Kenya ni historia ya ustahimilivu, uvumbuzi na ujasiriamali. Ni historia ya kuunganisha bara hili, historia inayofundisha kuhusu nidhamu ya biashara na mtazamo wa muda mrefu. Na ni historia ambayo bado inaendelea kuandikwa leo na kesho.